Shalom shalom wapendwa wa Mungu. Leo tuko mbele zenu. Tuna mazuri kabisa ambao tunataka kuzungumza na ninyi. Kwanza kama watumishi wa Mungu wenzetu, lakini pia kama watu ambao wanasapoti kazi yetu tunayoifanya, huku tukiwaletea vipindi mbalimbali vya GTC, lakini pia hata kuchangia maneno ya Mungu ambayo kwa kawaida ndiyo chakula cha Mkristo kinachotusaidia katika safari ya kwenda mbinguni. Basi leo kama unavyoona pembeni yangu, nina mtumishi wa Mungu ambaye mnamfahamu kabisa kama mwimbaji, na juzi tu ametuletea wimbo mzuri sana ambao unaenda kwa Niko Huru. Katika harakati za kutafakari wimbo huu Niko Huru, tumeweza kufikia kujua mambo mbalimbali ambayo yanaweza yakatuzuia kuwa na uhuru, na tukakuta mambo mbalimbali, mojawapo ikiwa ni jambo la kiroho kabisa. Nitamruhusu mtumishi wa Mungu ambaye tunaye leo kutambulisha jambo hilo. Basi karibu mtumishi wa Mungu, upate kuwasalimia na upate kuintroduce jambo ambalo tunaenda kulizungumzia kwa siku ya leo. Asante sana kwa karibisho. Ni Baba Maguru International, mtumishi wa Mungu. Kama vile wameongea, tumeweza kufanya jambo hivi majuzi. Tumeachilia nyimbo Niko Huru ambayo I hope so kama ilikufikia, kinasaidia moyo wako au kinakupatia funzo fulani katika maisha yako. Kwa hivyo ni leo ambapo tumeweza kupata muda mwingine wa kuendelea kuelimishana. Kwa sababu hata kama tunaweza kupata hili na jingine, tukiendelea kuelimishana tunaendelea kupiga hatua kiroho. Kwa hivyo kwa leo ndo pale tunataka kujifunza kwa mambo tu mawili, kujua je ni lipi linaweza kusababisha mtu limfunge, lisababishe asiwe open kwa kila jambo. Hapo sasa tunapata mambo mawili, tabia tabia na pepo. Unajua kuna watu wanaweza kufananisha tabia na pepo. Lakini ni vitu viwili, ila vyote vina act same. Kama huna maono ndani ya kuona vizuri mtu mwenye tabia na mtu mwenye pepo hiki na msumbua, utafikiri ni kitu kimoja, lakini mambo mawili tofauti. Asante. Asante sana ndugu mtazamaji na msikilizaji. Tumekuletea mada hii ambayo tunaenda kuiongelea kwa muda mfupi tu, lakini tunaamini kwamba utaenda kufaidika. Nilipomwita huyu mtumishi wa Mungu ili tuweze kuzungumzia mambo haya, ametuwekea pande mbili, kwamba kuna mambo yanayoweza kutufunga na mwisho yakasababisha tusiwe na uhuru wa kuyafikia yale ambayo Mungu ameyaweka ndani ya mioyo yetu, au ile ambayo kwa Kiswahili tunaita hatima, destiny, lile ambao Mungu amekusudia ndani ya maisha yako. Na tukagundua kwamba tabia mbovu au tabia mbaya inaweza ikachangia kabisa mtu kutofanya kama ambavyo jamii inamtarajia kufanya, rafiki wazuri ambacho wanatarajia afanye, familia yake ambacho inatarajia afanye, jamii ambacho inatarajia afanye, lakini hasa zaidi, most importantly, kile ambacho Mungu anataka huyo mtu afanye. Na tukakuta tabia inaweza ikawa kizuizi kikubwa, na tutaenda kuangalia tabia jinsi inavyoweza kumzuia mtu, tabia mbaya tuseme, ambavyo inaweza kumzuia mtu kusonga mbele na kufanya kile ambacho anatakiwa kukifanya. Lakini zaidi ya tabia mbaya, kama mtumishi alivyosema, tumegundua kuna kile kilicho kibaya zaidi, pepo. Pepo wabaya wanaweza wakamfunga mtu na huku baadaye asiweze kujua kama amefungwa na pepo. Na kuna aina nzuri tu za kufunguliwa na akawa huru, na ndo wimbo huo unaokuja Niko Huru. Basi karibu endelee kutufundisha mtumishi wa Mungu. Asante sana. Kwa leo nafikiri kwamba ni hayo mambo mawili ambayo tutaenda kucheki kwa pamoja. Na ningependa ufuate kwa makini. Endapo ukisaidika, mbingu imesaidika. Asante sana. Ukisaidika, mbingu zinasifu. Kwa sababu unajua mmoja kupotea katika ulimwengu wa kiroho ni huzuni kubwa katika ulimwengu huu wa mambo haya tunayotembea ndani, mambo ya Mungu. Kwa hivyo tungependa sasa kuchukua huyu muda sasa ambapo tunataka kujifunza kwa pamoja tabia. Ni kitu ambacho
kila mtu anakuwa na tabia zake. Ndio. Kila binadamu anakuwa na tabia zake ambazo endapo alikomaa akiwa nazo. Kusio na mtu ambaye anaweza kusema kwamba hakuna mtu hana tabia. Kila mtu anakuwa na tabia ambazo alizaliwa nazo, akakomaa akiwa nazo katika generation yake, wakiwa pamoja na watu wengine walikuwa wanaona vile alikuwa na behavior, lakini tabia inaweza kubadilika. Tabia inaweza kubadilika. Hiyo ni point kubwa sana, kwa sababu baada ya kuwa na tabia ambayo umezaliwa nayo au umekuwa nayo tangia utotoni, unaweza ukafikiri kwamba uko sahihi na unaweza ukafikiri kwamba haibadiliki, lakini mtumishi wa Mungu anavyotukumbusha siku ya leo, tabia inaweza ikabadilika. Na hasa kama tabia yako haichangii kwenye maendeleo yako ya kijamii, ya kiroho na maisha ya kawaida, kama haichangii kwenye maendeleo, ni muhimu sana kupambana na tabia hiyo ili kuweza kubadili tabia hiyo. Hebu endelea hapo kidogo. Asante sana. Kwa hivyo tabia kama vile nimesema na umeweza kuendelea kulifafanua vizuri, tabia inaweza kubadilika. Endapo inaweza kubadilika ikishuka au inaweza kuongezeka. Unaona? Yaani maana gani tabia inaweza kusema kwamba inaishi katika ulimwengu wa gia. Unaweza kuongeza gia au unaweza kushuka. Maana gani mtu anaweza kuwa alikuwa na tabia mbaya kwa huyu mwezi, ukutane naye baada ya mwaka ashabadilisha au anaongeza tabia mbaya. Ni pale ambapo unakuta watu huwa wakati mwingine waruhusiana fulani bado yuko vile vile. Maana gani wanauliza kwamba endapo alibadilisha tabia au tabia yake iliendelea kupaa. Kwa hivyo tabia ni kitu ambacho kinaweza kubadilika. Hapo sasa bado tuko kwenye tabia. Kila binadamu ana tabia zake. Kwa hiyo kila mwanadamu ana tabia yake, na zangu, nina zako, ndugu yetu ana tabia zake. Lakini tabia inaweza kubadilika. Na labda tugusie hapo, kitu gani kisaidie tabia hiyo kubadilika? Nafikiri kwamba endapo inaweza kuwa, unajua mtu anakuwa na decision zake. Kuna mahali unaweza kuishi na kakita ambako bado wewe mwenyewe unakajua. Kuna udhaifu wako wewe unayetizama, unayotambua wewe mwenyewe. Kuna mtu mwingine, mimi nikitaka kuutambua nitautambua visivyo. Lakini wewe mwenyewe unajua. Sasa wewe kubadilisha ni pale utakuwa unaona, je, hili jambo nimekaa nalo kwa muda mrefu limenisaidia nini? Asante sana. Ni kukatize kwanza na usisahau, hapa tunakiita kwa Kiswahili kizuri tunaita kujitathmini. Kujitathmini, self evaluation. Kwa hiyo hapa tunagundua kwamba safari mojawapo, hatua mojawapo ya kufikia kuweza kupambana na tabia yako ambayo sio nzuri, ni tumegundua hatua nzuri kabisa ni kujitathmini. Kuangalia hii tabia ninayo, na je inanisaidia kuendelea au inanisaidia kurudi nyuma, inanisaidia kufikia malengo au inanizuia kuyafikia malengo. Kwa kujitathmini ni kitu muhimu sana, na kama alivyosema mtumishi wa Mungu, usisubiri watu wengine watakukosesha mwelekeo. Wewe mwenyewe jitathmini. Kwa Kiingereza wanasema self evaluation. Wewe mwenyewe unajitathmini. Karibu endelee. Asante sana. Unajua mtu anaweza kuwa na tabia amekoma nayo. Kwa mfano kuongea vibaya. Anakuwa na tabia kabisa, ni mtu ambaye kila jambo ana ile karama ya kuongea vibaya, ni tabia amekoma nayo. Unaelewa? Lakini kubadilika, unaweza siku moja kukaa mahali unasema, je, hii nafasi ya kuongea vibaya namna hii naweza kupaweka mambo mengine mazuri. Sasa ni pale ambapo nimesema kwamba kubadilisha tabia ni pale ambapo everyday utakuwa unafikiria hili tabia limenisumbua. Endapo wengine wanaweza kuwa niliona kama ni campaign, kumbe ni tabia ambayo nimechukulia muda wangu. Unaelewa? Lakini ni pale ambapo sasa wewe mwenyewe unakaa ukisema kwamba hii tabia nimekaa nayo muda mrefu. Je, hii sehemu ya hii tabia naweza kupaweka kitu kingine? Ndio. Asante sana. Nafikiri tunaendelea vizuri kabisa kwamba ni muhimu baada ya kujitathmini ni kuangalia kwamba, je, hii tabia siwezi nikaibadilisha nikaweka jambo jingine hapa,
Na hapa kusema ukweli ni inakuhitaji kujiambia ukweli. Wewe kama wewe kujiambia ukweli kwamba mbona hili jambo kila mtu ananisota kidole. Usijiwekee akilini kwamba ni kuchukiwa. Hapo utakuwa umekosea. Sasa utachukiwa na wote ndugu yangu. Kwa hiyo lazima kuna kale kakitwa kako sawa. Ni wewe kujitathmini, kujifanyia self evaluation, halafu kupambana na urekebishaji. Kwa hiyo ni muhimu sana wewe mwenyewe kuangalia ninaweza nikabadilishaje. Na hapa nikimalizia pointi yangu, ni muhimu sana kutojaribu kila siku kutetea tabia yako, au kwa Kiingereza wanaita self defense. Usiwe kwenye self defense mode. Na ukiwa kwenye self defense mode inakuzuia kuweza kubadilika. Kwa hiyo ni muhimu sana kupokea kile unachosikia kwa watu, lakini wewe mwenyewe ndio ujitathmini na uweze kufanya hatua za kuweza kubadilisha. Karibu endelea. Asante. Kwa hivyo vile vile nafikiri kwamba wanaotufuata hili jambo tutembee naro mdogo mdogo namna hii. Kwa hivyo hiyo sasa tulikuwa kwa upande wa tabia, tukiendelea kucheki tabia. Kwa sababu gani? Hata tukamate kwa mfano popote ambapo kama wewe ni kiongozi wa sehemu fulani, kama wewe ni kiongozi wa dini, nini na nini, kuna tabia unaweza kukuta wale watu wako mlianza nazo, kuna wadu ulikuwa unaona wanabadilisha. Ni pale ambapo endapo uliweza kuwaonyesha ubaya wa kuishi na tabia kipindi upo katika hii safari, uko nani, wakabadilisha. Ni wale sasa alikaa akasema, endapo hata kama hili jambo linaongelelewa na mimi nimechangia kwa hili jambo, nasikia kuna kitu nafani kamilishe, nibadilishe. Wewe mwenyewe sasa unakaa unasema, hili jambo nataka nione kwamba linaweza kubadilika. Ndio maana gani tabia vile vile nimesema unaweza kuwa nazo zipunguke au ziongezeke. Ndio. Sasa hapo vile vile tumesema kwamba tutaenda ya mambo mawili tukiweka moja kwa mkono wa kulia, nyingine kwa mkono wa kushoto. Kuna tabia na kuna pepo. Ndio. Nasikia tabia ni kitu ambacho mtu yeyote anatutabia. Hata kama yule mnaweza kukutana akisema bana kuna tabia nyingi niliacha. Maana gani amekwambia nilikuwa nazo. Sana yule sasa ambaye hajaweza kuacha yuko nazo. Na yule aliacha alikuwa nazo. Hizo ni tabia. Sasa nataka kusema sasa kwa upande sasa wa pepo. Sasa pepo ni kitu ambacho naweza kusema kwamba ni mazingira yalijiweka mahali. Tukisikia pepo si tunasikia kama watu wanafika wanasikia shetani. Ni vitu vinatoka kwa shetani. Lakini ni kitu kinakuja kuishi. Kuchukua, kuteka. Umesikia mzee? Umesikia? Kuja kuteka. Maana gani? Chenyewe ni kama brand ya kishetani. Pepo inakuja kuteka. Hiyo sasa utaiongelesha. Ni mpaka sasa iwe ni kuitambua. Uikemeye. Hiyo hakuna cha kukaa eti tabia nimesema kwamba unaweza kukaa useme mimi kweli hii tabia nimekaa nayo kwa muda mrefu. Nataka niibadilishe. Ila pepo likija linakuja kuteka. Hilo sasa hakuna kuongea nalo. Hilo ni la kukemea. Ni kimoja sasa. Pepo usipoikemea inachukua uwanja. Asante sana mtumishi wa Mungu. Nafikiri tunaendelea vizuri kabisa hapa kwa mada yetu ambayo tunaenda kudadafua vizuri. Tunagundua vipingamizi vya maendeleo au vipingamizi vya kuifikia ile hatima yako Mungu ambayo amekuandalia. Na tumeweza kugundua kwamba tabia mbaya inaweza kuwa kizuizi kikubwa, lakini zaidi mbaya sana kabisa tumegundua ni pepo. Tumegundua kwamba tabia mbaya ni kila mtu ana tabia zake, lakini pia unaweza kujitathmini ukagundua kwamba hii tabia inanikosesha kufikia maendeleo ninayoyatarajia, na ukaamua kufanya mabadiliko kuelekea tabia nzuri. Na mtumishi wa Mungu ametukumbusha inaweza kaongezeka au ikapungua, lakini bado tumeweza kuleta hili jambo pepo. Amesema kwamba pepo lenyewe linakuja kuteka
inakuja kuteka. Sasa ukishatekwa, ndo hapo sasa tunarejea kwa wimbo wetu ambao tunatembea nao kwa siku hizi, niko huru. Mtu aliyetekwa hawezi kawa huru. Mtu aliyetekwa ana uoga, mtu aliyetekwa ana hasira, mtu aliyetekwa ana aibu, mtu aliyetekwa hafanyi lolote likafanikiwa, maana uko chini ya mateka. Lakini mwimbaji amesema niko huru. Kwa hiyo katika kutembea kwenye niko huru, tumekuletea haya mazungumzo ya kusaidie. Kwa hiyo pepo ni zaidi ya tabia. Kama una tabia ambayo umejitahidi kurekebisha ukashindwa kabisa, kama kuna tabia ambayo umeelimishwa lakini elimu nayo ipata haikusaidii, leo tunakuletea wazo hili kama challenge. Ufikirie, je, umetekwa? Je, hapo kuna pepo? Kwa sababu pepo, Biblia inatuambia kwamba sikulenga leo kukuletea mistari mingi, maana ni mazungumzo tu, lakini Biblia inatuambia kwamba mwenye nyumba hawezi kumnyang'anya chochote mpaka umemshika, umemfunga, umchukue vitu vyake. Kwa hiyo pepo hawa ili kukutoka lazima wafungwe, lazima wafukuzwe, lazima wakemewe ndani ya maisha yako, na hilo inawezekana isiwe ni jambo ambalo unaweza kulifanya wewe peke yako. Karibu mtumishi, uendelee. Asante sana. Kama mtumishi wa Mungu alivyoongea, ndo yale ambayo tuko tunayazungumzia. Sasa pepo hapo sasa kuteka. Kwa mfano, mimi naweza kuwa nimekosana na mtu. Ndio. Kama kilichosababisha tukosane naye ni tabia. Naelewa? Ndio. Sitakaa miezi 3 hilo jambo halijanikosesha amani, ili nitafute huyo mtu tuyamalize. Rekebishe. Hiyo ni tabia. Tabia. Kama umejitathmini, ukagundua haiki na kusaidia kwenye maendeleo, lazima utapiga hatua kuelekea usuluhishi. Hiyo ni tabia. Unaishinda. Lakini sasa pepo. Pepo ikishaniteka. Ndio. Wewe tayari si ni mateka. Kwa kukosana na mtu. Huyu ni mfano. Ndio. Ni pale ambapo hata sherehe nimesikia huyo mtu yupo, siwezi kwenda. Maana uko mateka. Yenyewe ndo ina dirige, ndo inaongoza. Ikisema fulani yuko hapa mlikosana, usiende. Ikisema fulani anasali kanisa fulani, yani yenyewe ndo inakuongoza. Ndio. Ikisema fulani kuna sehemu inafaa mkutane, kuna issue fulani, yani itakwambia usiende. Mtumishi wa Mungu, sikuwa na lengo la kuleta huu mfano, lakini nitakuwa nimekosea nisipouleta. Sababu nakumbuka kwenye Biblia kuna mtu wa Genesareti. Yeye pepo walimshika, wakampeleka kuishi makaburini. Kwa maana ya kwamba pepo hawakumkubalia kukaa katikati ya watu. Kuna sehemu wanampeleka. Sasa huyu yeye walimpeleka, pepo walimpeleka kwenye sehemu ambayo kijiografia ni sehemu tofauti kabisa. Lakini kumbe tunagundua kuna sehemu nyingine ya kimawazo na kuna sehemu nyingine ya kitabia pepo wanaweza kukupeleka. Na hiyo pepo ikawa nimekukataza sasa kukutana na watu, kuenjoy yale maisha watu ambao wanaenjoy, kama nilivyosema, kupatana na mtu ambaye mlikosana. Kwa ni muhimu sana kuangalia hiyo sehemu ambapo umekaa kwa muda mrefu na haikusaidii. Hivi ni tabia imekuweka hapo au kuna jambo zaidi ya hilo? Maana gani hilo sasa? Unasikia mfano umeweza kutupea? Ni mfano mzuri. Ndio. La utekaji wa pepo. Hata kitu kingine, Bwana, ukienda kutizama, kuna marumbano ya watu. Ndio. Especially mimi napenda kuzungumza. Unaelewa? Especially hapa kwetu. Kuna vitu ambavyo unakuta vilikuwa vinatumika kwa stile ya tabia kwetu. Ndio. Ila kwa hapa vilichukuliwa, vikachukuliwa na pepo. Ndio. Sasa ukitizama kwa ardhi yetu hapa,
Watu unaweza kukuta hawaelewani na ukitafuta kile kitu haswa kinasababisha wasielewani. Ukikosa sio njaa. Ndio. Kila mtu anajua maisha yake. Kila mtu anaamka asubuhi akitafuta kitu chochote cha jasho lake. Ndio. Kipato watu wanapata. Ndio. Lakini sasa tabia ilikuja na pepo ilikuja ikasema siwezi kukosa nafasi kwa hao watu waliofanikiwa. Ndio. Ikasimama. Ndio. Ndio pale nilikuwa nazungumza kwamba pepo ikichukua sehemu. Hata kama nimepanga niseme leo nitaweza kutana, ningependa fulani tumekaa naye muda mrefu, haya mambo yakiwa hayatembei vizuri, inakuja na kuonyesha pana. Una maisha yako. Ndio. Unaenda kufanya nini? Yeye ni nani? Inateka. Sasa ukitizama ndo hapa sasa ulikuta watu wengi hawaelewani. Ndio. Wale wangefaa kutumika pamoja. Pepo linakuja, linakataa, linachukua hiyo sehemu. Kwa sababu ingekuwa ni tabia. Watu wangesema tulivyofika huku mwanzo hatukuwa tunaelewana. Ila baadaye tukaona lipi linaweza sababisha tusielewane. Baadaye watu wakaelewana. Kinu kenda kila kona uone kuna kingine pepo iliyochukua. Kuna kitu kila mtu kusema comment vizuri kwa mwingine inakuwa ni vigumu. Hiyo sasa ni pepo. Asante sasa sana. Hapo tukiwa tunaendelea watu bado ukitizama watu wa ardhi yetu bado wanayatafutia kwa tabia. Kwa makanisa wanayatafutia kwa madhambi. Sasa wahubiri wanakalia tabia, wanakalia madhambi. Wanashindwa, wanapiga kona pale ambapo kuna tatizo. Wewe ukipitia kwenye tabia naambia watu bana, tabia hii badilisha. Hizo si ni tabia. Unaelewa? Na unaongelea kwa huu upande na kile kitu kimechukua huo uwanja kimejikalia hapo. Ni pepo. Asante sana mtumishi wa Mungu. Naamini mnaendelea kubarikiwa sana na mazungumzo haya. Haya mambo baba inafaa watu waelewe. Ndio. Hata mtu akisikia ataelewa sehemu yake. Ndio. Unajua utaujua ukweli na ukweli utakuweka huru. Ukweli ni mzuri. Na mimi kweli, kusema kweli, mimi ni msema kweli. Asante sana. Mimi ni msema kweli na ukinifuata kama una mbegu ya Mungu tajua Baba Maguru kuna jambo yuko anazungumza. Sasa kwa hapa hatuhitaji ingekuwa ni jambo la kuchunguza tabia. Mambo yangekuwa yashabadilika. Ndio. Lakini kinachobaki ni kukemea pepo. Kabisa. Hapa kinachosumbua ni pepo iliyochukua sehemu. Asante sana mtumishi wa Mungu, na nitapendelea uendelee zaidi maana hapo palikuwa pamenoga, lakini ni kurudishe vizuri kwenye pointi kubwa ambazo hiyo mtumishi wa Mungu ameleta hapa. Umesema huenda amesema huenda inawezekana tunapambana na tabia, na hapo ni katika jamii. Fulana na tabia mbaya, fulana na tabia hivi, fulana na tabia ya hivi. Kwa hiyo unakuta tunalaumiana. Na tunapoingia kwenye maisha ya makanisa tunapambana na dhambi. Tunasema dhambi ile. Lakini tufikirie labda kuna jambo la tatu hapa hatulizungumzii, na inawezekana katika maisha kama alivyosema maisha ya hapa tunachukulia mfano hapa, lakini ninatarajia kwamba lililoko hapa liko hata pale, liko hata kule. Inawezekana kabisa. Pepo inawezekana kwamba sio tu tabia, inawezekana tu sio dhambi, inawezekana kuna pepo ambaye amehusika kuleta maisha ambayo watu hawakuwa wanatarajia kuyaishi, maisha ya chuki. Amesema kabisa sio njaa, kila mtu ana kipato, lakini unaona kuna chuki kuliko maelezo. Na bado watu hawaoni kwamba kuna pepo la chuki, kuna pepo la malumbano, kuna pepo la kusemana vibaya, kuna pepo la kuharibiana sifa, kuna pepo liko hapa angani linatawala. Na leo tumeamua tukuletee mada hii sio tu kwa ajili ya kuongea, lakini kwa kukushtua. Shtuka,
kushtuka kabisa, kuna uwezekano lazima imefika wakati sasa tupambane na pepo hili. Unajua kwenye Waefeso ndio wanatuambia kwamba hawa tunaopigana nao sio wa damu na nyama, hawa ni pepo wabaya wa angani, pepo wabaya wakuu wa giza. Kwa hiyo hapa tunachopambana nacho haiwezi kawa tu ni tabia, haiwezi kawa ni dhambi. Lazima kuna pepo wa aina fulani ambaye inawezekana amekuzuia kufikia kile ulichokitarajia kukifikia. Kwa hiyo shtuka, ujue la kufanya. Na mwishoni nafikiri nitakupendekezea mawili matatu kama maoni tu kwamba chukua hatua. Haya maneno mawili. Tusiachukue kimza. Ila haya ni maneno mazito sana. Ndio. Kwa sababu unajua sisi tumesema tabia ni kitu ambacho kila mtu ambaye kama mimi nina tabia naweza kuwa nilisimamisha. Na kila binadamu anaweza kufanya hivyo. Lakini kwa sasa hivi kitu tunataka kushughulika nacho ni kila mmoja wetu ajue kinachosumbua. Kinachosumbua zaidi ni pepo. Asante mtumishi wa Mungu. Najua nimekumbuka kuna mtu mmoja aliwahi kuleta mfano akasema hasa haya mapepo ya kiulaya haya mapepo ambayo yamepanda ndege, haya mapepo ambayo yana visa na passport. Hizi pepo zina elimu pia. Haya ni mapepo ambayo hayana fujo sana. Haya ni mapepo ambayo hayatakupiga chini kanisani. Ni mapepo ambayo yatakumaliza kwa chini. Unaona Kwa ni mapepo ambayo ni ya kistaarabu, ni mapepo ya kistaarabu. Lakini imefika wakati tushtuke. Watu tujue kwamba hili linaloendelea lazima kuna utekaji. Kwa Kiingereza wana neno kwa nasema kwamba ni possession. People are possessed. There is a possibility. Kuna possession. Kuna kile ambacho Mungu ametupa kama karama. Kuna kile Mungu ametupa kama kazi yake. Kuna kile Mungu ameweka kama hatima yetu. Lakini somehow it is in the hands of the enemy. Inawezekana tayari kiko katika mikono ya adui. Na hapo ndipo tunasema kwamba kimetekwa. Kwa hiyo ni muda wa kushtuka na kupiga hatua kukirudisha. Na hapa tuko katika kumalizia kipindi chetu kifupi tu, lakini tumekuletea mambo haya mawili ya kutofautisha tabia lakini pia na pepo. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua. Ni kuletea mstari ambao unakuja hapa mawazoni, muhimu sana kwa sababu mstari nafikiri uko katika Yakobo, unasema kwamba mtii Mungu na mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba unapogundua tatizo kama hili maishani mwako, ni muhimu kuchunguza, je, kuna utii wa Mungu ndani ya maisha yangu? Na kama huo haupo, ndio unaweza kufikiri kwamba mimi nina tabia hii, lakini inawezekana shetani ameshateka. Sasa ni kumtii Mungu na usimame sasa umkemee shetani, na ikiwezekana kwa msaada wa maombi either yako au hata ya rafiki yako au mtumishi wa Mungu mwingine. Unaweza ukachangia nini sasa labda kwa hatua zinazoweza kutusababisha? Nafikiri kwamba cha kwanza tulivyosema ni kila mmoja wetu katika maombi yako, katika harakati zako, sehemu unapohudhuria ukifanya maombi yako, naelewa kinachokusumbua unakijua. Kinachosumbua makanisa hapa tunakijua. Sasa kile kitu ambacho tunahitaji, si tunahitaji maendeleo kwa kila aina yoyote. Lakini tungependa kukumbushana kutofautisha tabia na pepo. Tukijua pepo ni nini, sisi sote tusimame kwa pamoja ili tukemee pepo hiyo. Ili kila mmoja wetu ajue kwamba mimi nimekaa muda mrefu nikiwa kwa hii area kweli ni sahihi. Mbona nimechukua muda mrefu? Ningekuwa tabia, si ningekuwa nishabadilisha. Akijua ni pepo, atasimamisha. Ataanza kukemea. Pepo nafikiri pepo ni kitu ambacho kina uzito, lakini ni kitu pia kinatishika haraka. Ukishakigundua. Likisikia jina la Yesu linaweza kimbia haraka sana. Lakini mpaka sasa ulitambue kwamba ni pepo, ulikemee. Ndio.
Kwa sababu ukiwa unadhani ni tabia, Yes. watu wanasema kwamba wanatumia elimu walioipokea ya kiwanadamu kujaribu kurekebisha tabia zao. Lakini pepo harekebishwi na elimu uliyoipata kujitahidi kurekebisha tabia zako. Hapana, ni muhimu kusimama ndani ya nguvu zilizoko katika jina la Yesu Kristo. Yes. Hilo tu ndio litakayo kusababisha uwe huru na pepo huyo akimbie. Yeah. Unaona sasa hapo sasa ndo pale sasa tulikuwa tunasema ukishatambua kwamba kuna pepo limesumbua harakati yako kwa muda mrefu sana. Unapata vizuri au kuna pepo limeharibu mambo yako. Ukishajua aina ya kulitambua na kulikemea, unaelewa? Unafunguka, utakuwa amani na watu wote. Utakuwa unaona kwamba unahitaji fulani na fulani anahitaji wewe. Utakuwa unaona kwamba watu wote, lakini kama pepo limekufunga, hata mtu wa maana kwako anaweza kukuponyoka. Asante sana. Ndugu mtazamaji, ninaamini utakuwa umepata mengi ya kukubariki sana. Na sitarajii kama kipindi cha leo kitakuwa cha mwisho. Tutakuletea hata kipindi cha pili ikibidi au ikihitajika hata kipindi cha 3. Lakini tupambane na swala hili. Na piga hatua wewe kama wewe, lakini pia mtumishi wa Mungu tutakuja na mawazo mengine kwamba tupingane na anga hili namna gani. Tupingane na janga hili namna gani. Janga hili ambalo liko katika mazingira haya. Unajua tumefika kwenye hatua ambapo hata makanisani tunahubiri, tunaimba, alafu tukimaliza tunajiendea nyumbani. Tunashindwa kugundua kwamba tuna adui ambaye yupo na tusimame imara bila mzaha tumkemee. Kwa hiyo kanisani pamekuwa sehemu salama kwa ajili ya pepo. Kwa sababu hawafukuzwi tena. Ni kama vile ni kama vile akishateka tayari atazubaza watu. Ni muhimu sana kushtuka mahali hapo. Lakini pia nikimalizia, tukumbushane kwamba kama kuna tabia ambayo hauipendi kabisa na usingependa wewe uwe hivyo, na ukijitathmini unaona mimi huyu sio mimi, kama unajifikiri au unajihisi namna hiyo, taarifa ni kwamba inawezekana shetani ameshaingilia ndani ya maisha yako na umetekwa. Lakini taarifa nzuri ni kwamba ukimtii Mungu na ukalita jina la Yesu Kristo, pepo huyo anatoroka. Palipo moto wa Mungu, pepo hawezi akakaa. Kwa hiyo chukua hatua, safisha maisha yako, lakini pia tafuta msaada wa kiroho ili Mungu apate kukufungua na wewe uwe huru tena huru kweli kweli. Asante sana. Labda neno la kuaga. Shukrani cha kwanza wale wote wametufuata. Mungu awabariki sana na tumekuwa na muda mzuri kama vile tumeambiwa kwamba siku nyingine tunaweza kuendelea tukijadili, tukitizama vipi tunaweza kubadilisha haya mambo. Kwa hivyo kweli na tunaombea kila sehemu yoyote. Iwe ni kwa vipengele vyote vinavyosumbuliwa na utekaji wa pepo. Kweli Mungu asaidie kila mtu au na fahamu na kutambua ili tusimame kwa pamoja tukaweze kushinda hili janga. Tukishinda hili janga kutakuwa na maendeleo. Haya mambo yote tunafanya takuwa sawa. Haya mambo yote tutafanya tutakuwa na ushuhuda. Yani pia tutakuwa na ushuhuda wa pale tulipofika na pale tutakuwa na vile tunaweza kudesign pale tulikotoka na tulikofika, sababu mwanzo na kesho tofauti. Inafaa utembee na ushuhuda, na ukishafunguliwa unakuwa huru, unasema ushindi wa Yesu umetosha. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, tukiendelea pia kuwakumbusha kwamba siku hazigani. Siku hazigani. Tuwakumbushe jambo letu. Inaitwaje? Mega Gospel Festival. Asante sana. 12 July. 12 July tukutane pale Longani City. Mungu awabariki sana. Lakini pia ukiwa na comment, ukiwa na swali au ungekuwa na jambo la kuchangia kwenye mada hii, tunakukaribisha sana, na Mungu akituwezesha tutarudi tena ili tupige hatua namna hii. Tutahakikisha lazima tufanikiwe katika familia zetu, tufanikiwe katika ndoa zetu, tufanikiwe kiuchumi, tufanikiwe, lakini hata kihuduma tufanikiwe. Nyimbo zipatikane jamani, tumtukuze Mungu kadri alivyotubariki. Tumebarikiwa sana sana sana, lakini maendeleo yetu awe ya kimwili au ya kiroho hayafikii baraka tulizozibarikiwa.
Tatizo ni nini? Lazima hapa kuna jambo. Mungu awabariki sana. Tukutane kwenye comment na tutakutana mara nyingine tena kwenye kipindi kinachofuata. Bless you. Thank you very much.